Habil kaandika barua mpaka kwa Papa. Na ile barua yao inaonyesha kwamba imeandikwa na vijana wa Kitanzania. Vijana gani wa Kitanzania? Hatufahamu. Fanya tu ni Mtanzania kwa sababu amezaliwa Tanzania. Ingawa hata cheti chake cha kuzaliwa hajakileta ili tujue ni ukoo gani uliotutotolea yai la aina lile. Yaani ile barua ukisoma inaonekana kama vile imeandikwa na vijana wa Kitanzania wote. Sasa kwa nini hawa watu wachache kwanza wanahisi wana nguvu ya kutuzungumzia nchi nzima? Kwa nini Habil ambaye juzi tu hapa alikuwa ananukuu Quran na Biblia, sasa hivi amehamia mazima kwenye upande wa dini ya Kikristo kiasi kwamba hiyo barua ameipeleka Vatican? Wanajiamini nini na kanisa? Huku ndani tumesumbuliwa zaidi na watu ambao wametumia Ukristo kama ngao. Yaani sisi tunawaheshimu kama viongozi wa imani, wao wanaleta mambo ya siasa kwenye imani. Na leo huyu kachukua barua sasa, kaona huko alipopeleka kote haimtoshi, anaipeleka kwenye taasisi kubwa kabisa ya kanisa. Tunaiomba kanisa yako tukufu kuinua sauti yake kwa uadilifu mkubwa kwa niaba yetu sisi. Itupatie ulinzi na itufanyie sala, kwa vile tu tukiwa tuko na matayarisho ya maandamano siokuwa na kikomo, kutuinua na madua pamoja na kutuletea uangalizi na ulinzi. Tunaiomba kanisa tukufu pamoja na Secretariat ya Pop ichukue barua hii, iweke kwa kila idara ya kimataifa duniani pamoja na makanisa yote duniani ya Wakatholiki juu ya maandamano yetu. Wacha sasa niwafunulie jambo la pili. Mmeona yule Kapteni B wa mchongo yule? Anasema yeye ni kapteni wa Kenya na wanataka kuwasaidia hao wanaoandaa maandamano. Haya tulijadili ili mahaba haya yameanza lini? Mahaba haya ya Wakenya kuipenda Tanzania yameanza lini? Kwa sababu kwenye kila hatua njema ambayo taifa letu imewahi kulichukua, Kenya haijawahi kutusupport. Watu wote waliopotoka juu ya utii wa sheria za hii nchi wameenda kujificha Kenya. Watu wote ambao bado hawajui maana ya kuwa na utaifa wamekimbilia Kenya kwa mgongo wa kujifanya eti na wao ni wakimbizi wa kisiasa. Haya mambo hayatokei kwa bahati mbaya. Kwa nini hawa watu wakwenda kujificha Rwanda, Uganda, Burundi? Kwa nini Kenya? Kwa nini wanajificha Kenya? Kenya ni nchi ambayo imekuwa ikijivunia sana kutuzidi sisi kiuchumi. Na uzuri ile kauli mbiu ya kazi iendelee ikawa kweli kazi iendelee. Magufuli alipoishia ndipo Bi Mkubwa alipotembelea. Sasa wameona kwamba tunavyoendelea na huu umoja wa kitaifa, Magufuli kaacha Air Tanzania ndege 5, Samia anakuja anaongeza 11, mnakuwa nazo 16. Magufuli kaacha vyoo vya VETA 58, Samia anaviongeza 100, vinakuwa 158. Wanasema kwa spidi hii hawa watatuacha. Ukiangalia kwao machafuko ya kisiasa yamekuwa mengi, kwa hiyo hata wawekezaji hawaendi tena kuwekeza kule. Watalii hawataki tena kwenda kutembea kule. Wameona tuko vizuri na tunapoelekea tunaenda kuwazidi kiuchumi. Hapo ndiko ambako wamejua kugusa ile nguzo yetu ya amani siku zote, ambayo ilikuwa ni umoja wa kitaifa. Tulikuwa kwenye nchi hatujadili ajenda za udini, hatujadili ajenda za ukabila, hatujadili ajenda za vyama vya kisiasa. Eti kwamba huyu chama fulani, mimi chama fulani, kwa hiyo tupatane. Ila upuzi wote kule kwao ndo umeenea. It is very common. Ni kama nzi nyumbani. Wameuleta hapa. Kinachosikitisha ni kwamba wameuleta kupitia wale watu ambao wanajifanya wao ni Watanzania na wanaipenda sana hii nchi, kiasi kwamba wanataka kuiongoza. Lakini kama hawatopata nafasi ya kuiongoza hii nchi, ni heri waiharibu yote. Wananikumbusha kuna hawa watu wa aina hii, unaweza ukawa nao kwenye mahusiano wakawa wanasema nakupenda sana, lakini utakapomwambia mimi sikupendi kama hivyo unavyonipenda wewe, anakuja anakuharibia vitu vyako vyote. Ndo mahaba walionayo hawa wanaharakati. Tena unasikia bisa, bora tuchome yote tuanze upya. Maisha yetu sisi wananchi ya kawaida huwa yanapanda na kuna muda yanashuka. Hatujawahi kuandamana. Iweje nyinyi watu ambao mlikuwa mnavyeo sasa hivi mmevipoteza, hamtaki kukubali kuwa maisha ni kupanda na kushuka, mnataka wote mtueleleze? Weke hilo pembeni. Sasa hawa wa Kenya ambao wanaona wana uwezo wa kutufundisha sisi utulivu wa nchi, hawajawahi hata kumaliza mwaka mzima wale kwa amani.
wanaotaka kujifanya eti tuwe na umoja wa East Africa. Kwenye haya mabaya, mbona tujawasikia wakienda Uganda kuwasaidia Waganda? Mbona tujasikia wakienda Rwanda kuwasaidia wa Rwanda? Huu msaada wanataka kuutoa Tanzania tu. Huu ni unafiki uliojificha kwenye kivuli cha utetezi wa demokrasia. Na kwenye huo unafiki wao, naomba niwajulishe nyinyi Watanzania wenzangu kuwa Kenya bado ina matatizo lukuki ambayo haijayasuluhisha. Yaani ni wanataka tuwe kama kile kinachoendelea Kongo. Maana Kongo leo hii ukiwauliza Kongo wana matatizo karibia 11 yanayofanya ile vita isiishe. Wao tatizo lao lilikuwa moja tu. Lakini wakaja wageni wakaongeza na matatizo mengine. Na hao wageni mpaka leo hawataki kusikia Kongo ina amani, kwa sababu watatoa wapi fedha? Hivi niwaulize swali. Nyinyi mshawahi kuwaza wale watu wa Umoja wa Mataifa UN wana diplomasia kama sisi, tunapataje hela kama dunia haina vita? Wale watu wanaojiita wa Msalaba Mwekundu wanaoenda kutoa huduma za kwanza kwenye maeneo ya vita, mnafikiri bila vita wanatoa wapi hela? Wanaojiita wanaharakati wa haki za binadamu, human rights defender, mawakili wenu, mnafikiri wanapata hela bila nyinyi kuvunja sheria? Yaani lazima mvunje sheria ili wao waonekane wanafanya kazi.